TV Media. Courage kabisa. Courage ba maître, courage ba komando. Courage. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media. Kituo bora cha matangazo ambako nikuletea habari za ukweli kutoka kote mashariki mwa DRC lakini pia dunia nzima. Habari za asubuhi kwa nyinyi ambao mnatufuata mkiwa asubuhi, lakini habari za mchana kwa nyinyi ambao mnatufuata mkiwa mchana, na habari za jioni kwa wale ambao wanatusikiliza kwa mida ya jioni. Tunawakaribisha katika habari zetu za ukweli za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 16 Juni mwaka wa 2025. Moja kati ya jambo muhimu ambalo tunakuomba msikilizaji na mtazamaji ni kuweza kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare ili uendelee kupata habari zetu za ukweli za kila saa na kila sekunde. Katika habari zetu za siku ya leo, tutajielekeza moja kwa moja uko Kabare, ambako baada ya magaidi wa M23 kwenda kuchokoza wazalendo kwa kuhitaji kuunguza kambi yao, wazalendo walikuja na nguvu kasi na kuwazuia na kuwarudisha nyuma wahasi wa M23 na kudhibiti maeneo ya parokia, yani paroisse ya huko Kabare Center, kama unavyotizama video inavyoonyesha. Hivyo ushindi huu wa wazalendo kuweza kumiliki na kudhibiti eneo hiyo ya parokia ambako kuliripotiwa na mapigano makali, imepatia moyo watu wengi wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambao wanaendelea kutegemea wazalendo kufanya ukombozi wa vita hivi ambao inaendelea kurindima kila kukicha mashariki mwa DRC. Hawa hapa ni wazalendo waliokomboa eneo la parokia huko Kabare. Wasikilize, wanazungumza kwa ushujaa na kwa furaha zaidi. Courage kabisa. Courage ba maître, courage ba komando. Courage. Nikamata. Majeshi tayari. Muko tayari kupigana? Okay. Ava. Muongeze ni wote. Tuongeze kule. Bakodo. Twende. Naam. Mpendwa msikilizaji, watu wengi waendelea kuhimba shangwe na vigeregere baada ya kuonekana kwa wazalendo kudhibiti eneo hilo la parokia huko Kabare Center, ambako mapambano yalizuka kwa muda usiopungua masaa 6 tarehe 14 Juni mwaka wa 2025. Sasa hiki ni kitu ambacho watu wengi wanataka kukiona kwa wazalendo wanafanya kazi, yani si kubakia kwenye maneno bali kufanya matendo kwa ajili ya kuweza kufanya ukombozi. Lakini habari ambayo itakuja kuwa mchungu tena na mbaya zaidi pale ambako watu wameshaona kwamba wazalendo tayari wameshamiliki eneo hilo, tena wakuja kusikia baadaye eti wazalendo wameondoka tena maeneo hayo na magaidi wa M23 na kuja kuyachukua. Ndio kitu ambacho kitaleta tena huzuni kwa raia ambao wanategemea wazalendo kwa asilimia kubwa sana. Hebu wasikilize kwanza watu ambao wamesherekea, wamefurahia kusikia kwa wazalendo kuweza kumiliki maeneo hayo, kile ambacho raia wamekizungumza kuhusiana na ushindi wa wazalendo maeneo ya Kabare. Kwa ndugu yangu ninasema asante wenye kuwa Goma, wenye kuwa Beni, wenye kuwa Uvira, wenye kuwa Walungu, wenye kuwa Bukavu, wenye kuwa wapi wazalendo. Nasema antuka Mungu abaweke nguvu kabisa. Mungu abaweke nguvu kabisa. Shibe nyitu kwa mbali tunasikia roho inaanza kuwa na kurudia mtumbo, kuona tuweza siku zichaje tutasikia na sisi tunarudia makwetu. Sasa shibe nyitu kwa sema tuko kwa sai. Mungu abaweke nguvu, watoto ya baba, watoto wa mama, banaume
nduka mnatosha haya shi benye tuko mambali huku tupisha kujiona shi huku maperiodi walisemaka Mswahili wote wa Bukavu wa Goma wote bakufia huku Kinshasa, tukaanza kulala chini ya makanisa, kaanza lala makanisa juu ya boga ba muko banaume, nyinyi banaume muko banaume, mnajua maana ya budongo yetu, muikalie musitikile mchezo. Mungu yuko pamoja na nyinyi. Makanisa ngapi za RDC ziko zinawaombea maombi, hata abatie mchango ya chakula, hata abatie mchango ya franka yabo, ile maombi nayo inakuvrire mingi kushindia vile vyote. Mungu abaweke nguvu wa ndugu yetu, Mungu awaongoze. Sikia jana Kabare pale gisi wazawaza aliwapiga, sasa walisikia bisirani wazawaza na bapiga, banaenda kujitoshea mu batoto ya masomo ba primaire pale, banaenda kuua batoto desordre pale ba bwana kuni bale bashinda ba ovyo bale bakafiri bale ba imbecile bale banaenda kuua batoto ya masomo pale Kabare pale. Na wao wenyewe tunakuwa tunagombana kwa sababu M23 hii inabakia ni madeshe yenu. Hii ni madeshe, mtaenda mnamaliza tu, ni madeshe. Maoriginali zilishaisha. Maoriginali zilishaisha zile zenye mlianza nazo Goma, bakazisukuma nusu Bukavu akarekipere ne akatutula twage pale, wagutumba akatutula tungine Uvira, kasha akatutula tungine kule Mwenga, na nyinyi mko atutula tungine kule Goma. Mumalize, musafishe, musiangalie kwa mtu bi mwanadamu, mfanye binyi mtafanya. Mungu aongezee baraka zenu na nguvu na ushindi iko tu mikono yetu. Ushindi kwa mikono yetu, ushindi kwa mikono yetu. Hata baseme ngapi ba Joseph banakuwa mkulala, banakuwa mkimbilia na mabatoza hapo, banakuwa mkimbilia na mabatoza hapo ma Kenya kule ba imbecile. Eske kuko mtu ataweza sema sana jina ya Joseph Mkongo? Mbona Joseph hata tukisikia sana kupo, kila mtu ataweza dai yote tamu mkebe ya sardine, kila mtu apata hata kipande aitafune moyo adui ana shiba imbwa mshijinga. Tabale bananga habasikilikane tena, banakuwa boga juu banasikia vitu binawaka moto. Atabale bakagame habiko tena nguvu, bali nguvu inaisha. Waza ndiko na Dominique wanafanya byake, mfanye byenye, msiangalie masinyatiri za bongo zile, basi baingize mbiti ya madistraction. Naam, sasa habari ni hii msikilizaji, baada ya ushindi, baada ya wazalendo kumiliki eneo hilo, magaidi wa M23 wamejikusanya kwa wingi, wameenda malori, wameenda magari, wameenda na vifaa vya kivita kwa kutaka kwenda kushambulia wazalendo maeneo hayo. Yaani wamejikongoa wengi kutoka Bukavu, wanaenda moja kwa moja Kabare kwa ajili ya kwanza kufungua njia. Kwa hivyo wazalendo wanatakiwa kuwa makini sana, kwa sababu maadui wanakuja wingi sana, wanakuja wengi. Unajua magaidi wa M23 ni watu ambao hawataki kushindwa. Na kile ambacho wazalendo wamekifanya, kudhibiti eneo na kushika video, ni kitu ambacho kimewakera sana waasi wa M23. Sasa wamejikusanya kwa wingi kwa ajili ya kuweza kufanya kitu gani? Kwa ajili ya kwenda kushambulia wazalendo, ili tu wapate kuzuia na kuweza kurudisha maeneo ya Kabare mikononi mwao. Sasa ni kitu ambacho wazalendo pia wanatakiwa kuwa makini kwa ajili ya kuweza kukabiliana nao kivyovyote vile, ili wasije tena wakawaachia nafasi magaidi wa M23 ambao wanaendelea kudhibiti maeneo mojawapo mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na habari hizi ni za uhakika, za ukweli kabisa, kutoka watu ambao wanapatikana maeneo mbalimbali huko kwenye uwanja wa vita. Wanashuhudia na kutoa habari za siri kuonesha wazalendo ya kwamba wawe makini na waasi wa M23 ambao wanajielekeza kwa wingi kwa kutaka kwenda kufungua ngome na kuweza kushambulia wazalendo kwa sehemu ambao walikuwa wameshaidhibiti. Hebu wasikilize kwanza watu wakitoa taarifa rasmi na yote wanayofanya waasi wa M23 kwa ajili ya kwenda kushambulia wazalendo sehemu ambazo wanapatikana. Hali inaonekana itaharibika maima sazi zinakuya hapa mbele. Tangia asubuhi ba M23 walikuwa wanapanda sana Kabare sana. Tangia jana walianza kuchukua wazalendo kubachomea nyumba zao. Ndio wazalendo na wanasirika na wiko mingi Kabare, Mkongola, Paruasi, Chirunga kule kote wanahala sasa. Na saa hii kuna panda kwa Togle mbili na Catherland Reserve zinasimamia Mwisigiko. Nasimamia Mkurubira wa Mwisigiko, Chokweziko, bako wanajipanga polepole, na wengine ba M23 wanapita Mwisigiko, wanapanda kwa Mulamba, sasa wanaenda deranger kule kuparosi ya Kabare. Juu ile barabara inachukua kuparosi ya Kabare. Hii message muitembeze wa magrupe zisaidie
bandugu yetu bazalendo kama biko determine maraba bakuye bapige limona bavuke kwabo juu hapo kuwata bwa mingi na basife furo moyo bajikaze bafe furo za kupikaza bawashe moto ngamo na ngambo kumusaba kose kuibatenda defendre na bakimbi na leo 3e jour Kabila iko Mbobero Joma alikuwa na file strategy ya kubloke ile manjia za Kabare batie security ya Kabila kule baki ile njia bawanileji baingie Kabare Mukongola Jirendo nani kule Mulengeza mpaka kuchomoka Muhesa jua ya bafanyie mkubwa wao Kabila security njoko pebi kwamo leo 3e jour iko Mbobero. Sasa mushitule bazalendo no bajipange sawa sawa basibane ngambo moya pangalie kisi ya kuatake ngambo na ngambo akao kubata wengine wanaweza atake kule Machibiri wengine hata Manyangezi kumsaba kose position yenye batafanyia mo defense bana baba pige limoya baende baba umbwa wanatumaliza sana. Sawa ndio message kidogo yenye ni peke niko kubadira niko naona kiko wanapanda. Hiyo ndo hali halisi ya uko Kabare, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Kwa hivyo muda wote kunatazamiwa kwamba vita vinaweza vikazuka tena kupitia vikosi ambavyo waasi wa M23 wanavyozidi kusonga huko maeneo ya Kabare Center ambako wazalendo wanapatikana. Na hivyo ni moja kati ya jambo muhimu. Wazalendo wengine wapatikana jimboni Kivu ya Kusini, wale wanaopatikana kwenye maeneo ya Uvira kuweza kusonga mbele pia, ili ukombozi unafanyika siku moja. Hawa wanapambana huko, hawa wanapambana huko. Ukiangalia ikifanyika hivyo, vita vitakuwa si vigumu sana, lakini pale ambako wazalendo wa moja wanapambana huku wengine wanabaki wako kimya, tunakuwa moja kati ya jambo linapatia waasi nguvu zaidi ya kuweza kujipanga, kwa sababu utaangalia kwa sasa wengi wanakwenda huko Kabare kwa ajili ya kwenda kupambana na wazalendo, lakini huku kuna baki wachache ambao pia wanakalia kuweka ulinzi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha ya kwamba wazalendo wasisonge mbele zaidi. Lakini kwa taarifa hizo zimesemekana ya kwamba waasi wanaenda kwa wingi huko kwa ajili ya kwenda kuweka ukingo kuweza kumzuia, yani kumwekea ulinzi Joseph Kabila. Lakini habari hizi hatujawa na uhakika nazo. Je, Joseph Kabila anapatikana maeneo ya huko ndio maana waasi wengi na kwenda kuweka ulinzi? Bado taarifa hizi hatujawa na uhakika nazo, lakini tuendelea kuzifuatilia kwa kina ili tukuje kukuhabarisha wewe msikilizaji wetu upate kupata habari za ukweli. Na tukiachana na habari kutokea huko Kabare, habari zingine ambazo zimetuingilia sasa hivi ni kwamba wasiwasi imetanda maeneo ya Kavumo. Wasiwasi imetanda maeneo ya Kavumo. Hivyo ni baada ya kuonekana kwa vikosi vingi vya waasi wa M23. Yani huko maeneo ya Kavumo hali ni tete, muda wote ule utasikia kinawaka. Kavumo mpaka sasa watu bado wako ndani wakiendelea kusikia milio ya risasi ambayo inalia kwa uwingi, huko hawajajua ni wanani na wanani ambao wanapambana kwa nje. Lakini duru za mahali zimetuambia kwamba imeonekana kwa waasi wa M23 wengi maeneo hayo, na hivyo yawezekana kwamba wanakabiliana na waasi na wanakabiliana na wazalendo ambao wanapatikana maeneo pia ya Kavumo. Najua Kavumo ni moja kati ya sehemu ambayo ni moja kati ya mlango wa kuingia Bukavu. Huko ndio kunapatikana airport. Na hivyo waasi wa M23 wanakuwa wako tayari sana kwa kukingia wazalendo kuweza kumiliki kiwanja cha ndege. Lakini wazalendo pia wana lengo moja ya kuweza kupambana na kuweza kuingia katika jiji la Bukavu, na ndio maana endelea kuamsha popote, kuamsha waasi popote pale walipo, hakuna kuwapa tena muda wa kuweza kulala. Kwa hivyo mpaka sasa hali ni tete Kavumo pia, ambako watu wanasalia ndani bila kutoka nje kupitia uoga, na hiyo ni kufuatana milio ya risasi ambayo inaendelea kusikika huko na kupelekea watu kuwa na hofu zaidi. Lakini raia wengi wa huko Kabare pia huko Kavumo na kuwa na wasiwasi baada ya kuona kile ambacho kilitokea Kabare, ya watu kufa kiolela kwenye mapambano iliyoripotiwa tarehe 14. Hasa wanakuwa na wasiwasi maana waasi wanapopatwa na hasira wanakuwa na hali ya kushambulia watu kiolela.
bila kujali tena maslahi ya raia, na hii ni moja kati ya jambo ambayo inapelekea raia kuwa na wasiwasi na mapambano haya ambayo yanakuja na kuwa mara kwa mara inakuja na kurudia. Na ndio maana raia inaomba wazalendo wasirudi nyuma tena, kwa sababu wakirudi nyuma basi wafahamu watakuwa wameuisha raia ambayo inapatikana maeneo hayo, kwa sababu hasa napokuja na kasi na hasira wakimiliki tena eneo hilo, basi vijana wote ambao wanapatikana maeneo hayo wataingia katika hali ngumu ya kuteswa, maana watashakiwa kuwa wao ndio wazalendo, na wengine wataambia kwamba eti waliwaficha wazalendo. Viongozi watauawa kama yani kama nyama, watauawa kikatili, na kusema kwamba wao ndio wanawaficha wazalendo nyumbani kwao. Kwa hivyo wazalendo ni moja kati ya jambo la kuweza kushikilia na kuweza kuwa imara zaidi kwa ajili ya kuacha ya kuto kuwapatia mwanya wahasi wa M23 ambao waendelea kusonga mbele wa kutaka kwenda kuvunja ngome za wazalendo. Basi sikiliza kwanza shuhuda za watu wa Kavumu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea huko. Na sasa hivi naanza Kavumu vinaanza mu plantation ambayo ndio kwenye kuko na silikania muziki ya deja plus de 30 cartouches deja. Sasa hivi nakolea pia venye wako Kabare balerte na wapatia wazalendo wetu maorientation, hata kama habako connecte kuma WhatsApp mnawatumia message kuma message normal, vraiment large diffusion na mujulishe wenzetu. Pardon, nilikuwa bado kuuliza mwenyeko Kavumo. Mimi namuuliza biko wapigania wapi sai, anasema biko maake wasiwasi aseme M23 kwa pita mkartie sana. Ase vale ba M23 biko wapita mwa ile kartie sana, biko zunguruke kwa sababu alisha kimbia. Mimi namuuliza kartie gani, anasema bako wapigania Ushumba, Itara na Luhi. Kavumo Centre njo kwa reporo, lakini sasa biko wagombana kule sana, asema sasa iko mingi. Ninamaliza muongeleshe ule kaka. Merci sana baba. Okay. Naam, hicho ndio kile ambacho kinaendelea huko Kavumu pia, mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wetu. Hali ni tete ya kusonga mbele kwa wazalendo na kuweza kudhibiti maeneo ya Kabare na kuweza kuchangamsha tena pia maeneo ya Kavumu. Kunatia wasiwasi waasi wa M23 wapatikanao jijini Bukavu, kwa sababu utaangalia utakuwa kama wanatingwa pande zote mbili. Sasa hivyo napatia muda mgumu wa hasi wa kuweza kukabiliana na wazalendo ambao wanaendelea kushambulia huko kwenye uwanja wa vita. Lakini bado vita ni vigumu, na habari za vita msikilizaji zinabadilika kila saa na kila sekunde. Yawezekana asubuhi ukasikia habari hizi, mchana ukasikia mabadiliko mengine. Kwa hivyo hakikisha tu unakuwa nasi, tunaendelea kukufuatilizia habari hizi kwa kina ili tukuje kukuhabarisha na uendelee kupata habari za ukweli kutoka Amani TV Media. Nasema asante kwako wewe kuwa nasi mwanzo mpaka tamati. Lakini ikiwa ni mara yako ya kwanza, nakumbusha tena usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili uendelee kupata habari zetu za kila siku na za uhakika na za ukweli kutokea kote DRC, lakini pia ulimwengu mzima. Hii ni Amani TV, tuko kote ulimwenguni. Asante kwa muda wako. Amani TV Media.